Ndugu waandishi wa habari, asanteni sana kwa kuja, kwa kuitikia wito, na niwakaribishe katika ofisi zetu za chama hapa Mikocheni. Nianze kwa appreciate maoni ya mhariri kwenye gazeti la Mwananchi la leo. Maoni ya mhariri kwenye gazeti la Mwananchi la leo, ametoa nukuu ya mtunzi wa mashairi na mwandishi anaitwa bwana Gilles Andreas kutoka Uingereza. Mhariri kwenye gazeti la Mwananchi amenukuu maneno ya huyu bwana Gilles Andreas kwa maneno aliyoyasema hivi: tunaweza kucheza wote iwapo tutapata mzuki mzuri na tunaoupenda. Tunaweza kucheza wote iwapo tutapata mziki mzuri na tunaoupenda. Haya maneno yamekuwa halisi sana na kile ambacho kinaendelea. Kwa hivyo, kama utangulizi wa awali kabisa kwenye haya ambayo tumekusudia kuyasema leo, niseme tu kwamba serikali ni lazima itengeneze mazingira ambayo vyama vyote, wadau wote wa siasa na uchaguzi, na wananchi wote kwa ujumla, kila mmoja katika nafasi yake, tutashiriki uchaguzi kwa ushindani ulio sawa. Maana yake ni kwamba reforms ambazo zitafanyika kabla ya uchaguzi zitasaidia kuleta mazingira yaliyo sawa ya kiushindani kwa vyama vyote kushiriki uchaguzi huu katika uwanja ulio sawa. Experience ya mwaka 2019 ya uchaguzi wa serikali za mitaa, experience ya mwaka 2020, experience ya mwaka 2024, ukweli ni kwamba Chama cha Mapinduzi waliucheza huu mziki wenyewe kwa sababu ulikuwa unawafurahisha wao. Na ndio maana tulikuwa na maigizo yaliyoleta matokeo ya Chama cha Mapinduzi kushinda uchaguzi wa Novemba mwaka jana kwa asilimia 99. Hii ilikuwa ni a comedy of a century. Kwa hivyo maneno ya mhariri wa gazeti la Mwananchi yamekuwa maneno mazuri ambayo nilisema ni yazungumze kama sehemu ya utangulizi. Pili, nichukue fursa hii katika ratiba ambayo tulikuwa tumeitoa ya operation ambayo ilikuwa ifanyike kanda ya kusini, ambapo viongozi wakuu walikuwepo huko, na ratiba ile ilikuwa imeanza tarehe 4 na tulikuwa tuikamilishe tarehe 10, yani jana, kwa mkutano ambao ulikuwa ufanyike Songea. Na mkutano ule haukuweza kufanyika kwa sababu jeshi la polisi waliuzuia mkutano wetu. Sasa nichukue fursa hii kuwashukuru wa Tanzania kwa jinsi ambavyo tulipowaomba waungane na sisi katika kuisukuma kazi hii ambayo sisi tumejitoa sadaka kuifanya. Kwa kweli wa Tanzania wametuunga sana mkono. Tulipoanza operation hii Nyasa, tumeenda kusini, wa Tanzania wametuunga mkono. Na kwa maana hiyo tunalazimika na kuwajibika kutoa taarifa ni kwa jinsi gani wa Tanzania hawa wametuunga mkono kwenye operation yetu hii ya kuwashirikisha wa Tanzania ambayo tuliita jina la tone tone, na watu walijibu kwa wingi sana, nimo. Tumepata michango mingi sana. Na tulipoenda kusini imekuwa ya kipekee tena. Nikiri kwamba pamoja na taarifa ya fedha nitakayoisoma hapa ya kiasi cha fedha ambacho Watanzania wametuchangia, timu yetu ilipokwenda kanda ya kusini, Watanzania wametuchangia kwa namna ambayo imetupa imani kubwa sana.
magari yetu yalipokuwa yakipita barabarani, tulikuwa tunaitwa, magari yanaitwa, tunawekewa mafuta. Kwa hiyo nitoe shukrani kwa Watanzania wenzetu ambao walituwekea mafuta. Sio mara moja, mara mbili, mara nyingi tu magari yetu yalijazwa mafuta. Wamiliki wa petrol station walituwekea mafuta, na watu wengine walituwekea mafuta. Kuna maeneo tulifika, watu wetu walipewa malazi. Wamiliki wa hoteli walituita, Mheshimiwa Lissu, njoo na timu yako. Kwa hiyo watu wetu walipewa malazi. Wakawa wanasema sasa hili tone tone hatuwezi kutuma kwenye simu, lakini njooni mlale. Walitupa malazi. Watu wetu walipewa chakula, mbuzi, ng'ombe, samaki, tulipikiwa vyakula. Kila eneo tuliko tunapita wanasema sasa hii hatuwezi kutuma tone tone, tumepewa vyakula. Watu wametuunga mkono kwa kila njia. Ambaye alikuwa hawezi kutuma kwa njia ya simu, alileta fedha yake mkononi hivi. Sitamsahau mzee mmoja ambaye mjumbe wa kamati kuu Mheshimiwa Godbless Lema alimposti kwenye peji yake kwamba alikuja na shilingi 500, 500 shillings. Shilingi 500. Akasema hili ni tone langu. Hili ni tone langu. Hivyo kwa niaba ya chama ninawashukuru sana Watanzania. Ninawashukuru sana Watanzania. Sasa sayansi yetu iko hivi, na ndio hofu kubwa sana walionayo wapinzani wetu. Hofu kubwa sana walionayo wapinzani wetu. Hazina ya mtu ilipo na moyo wake ndio uko hapo hapo. Kwa ukiona tunachangiwa sana, tuliwaeleza hapa wakati ninatoa taarifa kwa mara ya kwanza kwamba tulipotengeneza mfumo wa watu kusema nimo, tulipata watu zaidi ya 1,000,000 waliotuma zile message za kwamba nimo, na tukawaingiza kwenye mfumo wetu 1,000,000. Kwa hiyo hawa watu ambao wanatupa sadaka ya shilingi 500, shilingi 1,000 kwenye sayansi yetu sisi, sio tu 500 tumeipokea au kula chakula au kulala au kupewa mafuta. Ni ule moyo wa kwamba tunakubaliana na ninyi na tunawaunga mkono, na tuko tayari. Tuko tayari kwa kile ambacho chama mmekisema kama msimamo. Kwa hivyo ninawashukuru sana Watanzania, na ninaweka mbele ya umma kwamba tumepokea mafuta kwenye magari ambayo yalikuwepo barabarani. Tulikuwa na entourage 2. Entourage ambayo yupo mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu, na msafara mwingine alikuwepo makamu mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa John Heche. Kwa magari yao kwenye msafara yaliwekewa mafuta na Watanzania kama sehemu ya tone tone. Kuna maeneo walipofika watu walijitolea malazi. Kuna maeneo walipofika watu walipata chakula, walipikiwa vyakula, walipewa fedha. Kwa hivyo ninawashukuru sana Watanzania kwa kutuunga mkono. Na sisi tumejitoa sadaka dhabihu kabisa kuifanya kazi hii. Jambo tunalolidai ni jambo jema mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kudai kwamba tunataka uchaguzi wa haki. Kudai kwamba hatutaki watu wauliwe, majeshi, polisi wasiwe sehemu ya uchaguzi na wasituingilie wanasiasa. Kwa uzoefu wa matukio na mauaji yaliyotokea, kuyadai hayo haijawahi kuwa uasi, haijawahi kuwa fujo. Haijawahi kuwa fujo. Mtu anayedai haki, na niwaambie ni kweli, mtu anayedai haki anakuwa amesimama upande wa Mungu. Amesimama upande wa Mungu. Maana Mungu ni Mungu wa haki. Sasa fedha ambazo Watanzania mmetuchangia. Sasa hapa nitatoa jumla ya fedha zote. Natoa taarifa rasmi. Jana usiku tulishauriana na mwenyekiti wa kamati ndogo ya kamati ya fedha Mheshimiwa Godbless Lema, na alikuwa yupo njiani kutoka kusini Songea, amepita Arusha, na nadhani kesho kutwa atakuwepo Dar es Salaam. Kwa hivyo tukao tumepitia taarifa hii kwa pamoja, na hivyo nitoe taarifa rasmi sasa ya mpaka kufika jana jinsi ambavyo Watanzania mmetuchangia. Fedha hizi ndizo zimeendesha operation Nyasa.
Fedha hizi ndizo ambazo zimeendesha operation kusini. Tumepokea fedha cash kabisa, unahesabu hivi, na tumepokea vitu kama ambavyo nimevisema, vitu, malazi, chakula, mafuta ya magari na fedha taslimu. Kwa operation yote 100% imeendeshwa na tone tone. 100% imeendeshwa na Watanzania waliochanga 1000. Sasa nitoe taarifa rasmi ya fedha za tone tone cash taslimu ambazo zimepokelewa katika mifumo tulio washirikisha Watanzania. Mpaka kufika jana, akaunti yetu ya chama NMB account, benki ya NMB, mpaka kufika jana tumepokea shilingi milioni 19,717,971 kwa njia ya Watanzania kuweka matone yao kwenye benki ya NMB. Tumepata milioni 19,717,971 kwa njia ya M-Pesa, ile namba yetu maarufu sana ya M-Pesa. Hiyo namba ni 0744 446969, ambayo jina linasoma Chadema HQ. Mpaka kufika jana, Watanzania wametuchangia milioni 71,487,831. Tanzania wametuma tone tone mpaka tumepata kiasi hiki ambacho nimekitaja. Kwa njia ya M-Pesa Digital, huu ni mfumo tulioutangaza ya kwamba unalipa na inakuwa kama unalipa bili. Watanzania kwa njia ya M-Pesa lipa bili wamechanga milioni 11,300,000. Milioni 11,300,000. Kwa njia ya Airtel Digital lipa bili, kwa njia ya Airtel, Watanzania wamechanga milioni 1,633,343. Hii ni kwa njia ya Airtel lipa bili. Kupitia akaunti yetu ya CRDB Bank, Watanzania wamechanga shilingi 928,490. Kwa hivyo jumla ya mpaka kufika jana, fedha ambazo tumezipata, and we are so much proud kwa jinsi ambavyo Watanzania wametutendea haya. Katika pesa hizi, Watanzania wamejikomiti kwamba malipo yao yawe ya kujirudia. Kwa hiyo ukiona ninataja hivi, ujue manake mwezi ujao kuna sehemu kubwa ya fedha hizi zitajirudia, wanakatwa moja kwa moja. Kwa jumla ya fedha yote ambayo tumechangiwa ni shilingi milioni 105,067,636. Hizi ndizo fedha ambazo Watanzania wamedondosha matone matone, ikaleta bahari kubwa, kimbunga cha namna hii. Na fedha hizi sehemu kubwa Watanzania wamejikomiti malipo ya kujirudia. Kwa hiyo ukiona hivi, ujue mwezi ujao huu mpunga unajirudia tena. Na tumetengeneza utaratibu ambao mtu anakatwa moja kwa moja. Utakapokuwa umejisajili kwamba malipo yangu yajirudie kila wiki, tunakushukuru. Tukisha kushukuru, ile tarehe ikifika, ile hela inakatwa, halafu kazi inaendelea. Ninawashukuru sana Watanzania waliopo ndani ya nchi. Ninawashukuru sana diaspora. Ninawashukuru sana diaspora. Baadhi ya Watanzania wenzetu waliopo nje ya nchi wamejikomiti. Tunayo orodha. Wamejikomiti $300 kwa mwezi, wengine $200 kwa wiki, wengine kila mtu kwa namna yake. $300 ukigeuza kwa pesa yetu ya Kiswahili, it's a good, ni pesa nzuri sana. Na Watanzania wenzetu wamejikomiti. Ninawashukuru sana Watanzania wenzetu, kina Liberatus Mang'ombe kwa organization nzuri mnaoifanya huko, na wengine wengi Ulaya, kina Eva Shayo, kina Ako Saragu, na wengine wengi. Ninaweza kuwataja wote kwa majina yenu, mnajifahamu kwa jinsi ambavyo coordinate
kupitia directorate yetu ya Foreign Affairs chini ya mkurugenzi wetu Kitoka amekuwa karibu na diaspora, na kwa kweli ninaleta kwa niaba ya chama shukurani za dhati sana za Watanzania wenzetu waliopo nje ya nchi ambao wameendelea kujiratibu na kuwa msaada sana kwa chama chetu. Kwa hivyo niendelee kuwasihi na kuwaomba Watanzania, operation inaendelea. Operation inaendelea na nitawaelezea katika maazimio kadha wa kadha. Operation inaendelea, kwa hiyo niendelee kuwaomba Watanzania kwamba bado tunaendelea kudai kile ambacho tunaamini ni hitaji la sasa la taifa kwa kipindi hiki. Taifa letu linahitaji mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi ili tuwe na chaguzi za haki, za wazi na zinazoaminika. Na kazi hii tumeamua na tumejitoa sadaka kuifanya kwa mioyo yetu yote. Tumetoa muda wetu kuifanya kazi hii, kwa hivyo tunaomba michango yenu kwa kadri ambavyo tutaendelea kwenye kanda zingine. Kwa hivyo namba yetu ya kuchangia, namba yetu ya M-Pesa kuchangia ni 0744 446969. Utaweza kuchangia na kazi ya siasa itaendelea. Katika mifumo yetu ya kuchangia tuli introduce utaratibu wa kuchangia kupitia WhatsApp. Na kama nilivyosema, kwa kweli we are so much proud of ourselves. Actually sisi ndio chama cha siasa pekee, hata Chama cha Mapinduzi hawawezi hii biashara. Sisi ndio chama cha siasa pekee ambacho tumeweza kufanya hii fundraising, hii mobilization ya namna hii, kuchangiwa na wananchi, chama kiendeshwe na wananchi. Kwa hivyo tunajisikia fahari, tunajisikia heshima, tunajisikia kuwajibika, kuwa accountable kwa watu ambao wanakiongoza na kukifinance chama chao. Kwa hivyo tuna utaratibu tulioanzisha wa kuchangia kupitia WhatsApp, na namba yetu ya 0793 008 292. Hii namba unaisave kwenye simu yako, unaiandika Chadema, halafu unatuma message NIMO kwa njia ya WhatsApp. Ukituma message NIMO inakupa utaratibu wa jinsi ya kuchangia, jinsi ya kujiunga wanachama. Ni innovation ya kipekee ambayo hakuna chama cha siasa hapa nchini kimefanya. Na watakaofanya baada yetu basi watakuwa na imitate jinsi ambavyo tumekwenda mbele sana kwenye mobilization na organization. Kwa hiyo ni sehemu ya pili ambayo tuliona vema tuweze kutoa taarifa ya fedha ambazo Watanzania wametuchangia, na kwamba kazi hii bado inaendelea. The struggle continue.